إخوة الإسلام والإيمان، إن موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول: إن الوالد سيرفع يوم القيامة إلى المحكمة الإلهية العادلة. Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia mzazi atapandishwa mahkamani siku ya kiyama. Mzazi atapandishwa kotini siku ya kiyama. Ikhwata al-Islami wal-Iman, ahbaba Rasulillah, اعلموا علما يقينا أن الأولاد نعمة. wazazi wetu, baba zetu, wazee wetu, fahamuni ya kwamba hakika ya watoto ni neema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu an-Nahl: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. na Allah amekujalieni kutoka katika nafsi zenu wake. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. na akakujalieni kutokana na wake zenu watoto na wajukuu. Ni wazee wangapi katika zama zetu Allah amewapa neema ya watoto wengi. Allah amewapa umri mrefu wenye kheri na baraka. Wameona watoto wao, wameona wajukuu zao. Hii ni neema kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto ni neema, na Allah hajampa mtoto kila mtu. Ni wangapi wameoa, wameolewa, wamo ndani ya ndoa, miaka nenda miaka rudi, Allah hajawajaalia watoto. Mimi na wewe Allah ametujaalia watoto. Tufahamu ya kwamba hiyo ni neema kubwa sana Allah jalla fi ulah ametupatia. Wal auladu kadhalika zina. Watoto vile vile ndugu zangu ni pambo la maisha, ni pambo la dunia. Allah anasema katika suratul Kahfi: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. watoto na mali ni mapambo ya maisha ya dunia. والأولاد كما أنهم نعمة كذلك هم فتنة. kama ambavyo watoto ni neema, lakini vile vile watoto ni fitna. Auladuka, watoto wako wa kiume, banatuka, wasichana wako, mabinti zako, amma an yudkhiluka aljannata au yudkhiluka an-nar. ni moja kati ya mawili. Watoto wako wa kiume na watoto wako wa kike, ama wakupeleke janna peponi au wakupeleke jahannam, wal'iyadhu billah. Watoto kama ambavyo ni neema, vile vile watoto ni fitna. Allah anasema katika suratu at-Taghabun, anasema innama amwalukum wa auladukum fitna. hakika ya mali zenu na watoto wenu ni fitna, ni mtihani aliyokupeni Allah jalla fi ulah. na katika suratul Anfal Allah anasema wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna.
jueni, fahamuni, tambueni ya kuwa hakika ya mali zenu na watoto wenu ni fitna, ni mtihan, ni ikhtibar kutoka kwa Allah jalla fi ulah. Wa kullu walidin sayurfa'u ila almahkamati alilahiyyati aladilati يوم القيامة وسيسأل عن أولاده وبناته. Na kila mzazi siku ya kiyama atasimamishwa katika mahakama kuu ya Allah, katika high court ya Allah jalla fi ulah. Hakuna mashahidi siku hiyo. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Mashahidi ni viungo vyetu vya mwili. Allah anasema leo tutaziba midomo yao, mikono yao itaongea, mikono yao itatusemesha, mikono yao itatoa ushahidi, miguu yao itatoa ushahidi juu ya yale waliokuwa wakiyafanya. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Lazima Allah kila mzazi amsimamishe katika mahakama yake na amuulize juu ya watoto wake. Aliwalea vipi? Aliwatreat vipi? Aliishi nao vipi watoto wake? Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu As-Saffat anasema waqifuhum innahum mas'ulun. Wasimamisheni leo katika mahakama yangu mmoja mmoja, hakika yao leo ni wenye kuulizwa. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Allah anasema tena katika suratul Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Hivi hawa hawajui ya kuwa iko siku watafufuliwa, katika siku nzito sana, siku ambayo watu wote watasimama mbele ya Rabbil Alamin. Katika suratul Hijri Allah anasema tena, anaapa, yuqsimu Allah wa yaqulu ahlu at-tauhid wal azim la yuqsimu illa bi'azim. Ulama at-tauhid wanatuambia Allah mtukufu, Allah ni azim, akiapa ataapa kwa jambo kubwa sana. Allah anaapa katika suratul Hijri, Allah anasema nini? fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Ninaapa kwa jina la Mola wako mlezi, wewe Muhammad, tutawauliza wote, wote watasimama kotini, wote watasimama mahkamani, tutawauliza wote juu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Fata'alau al'an ila almahkamati alilahiyyati aladilati. Njoeni sasa katika mahkama kuu ya Allah. Hakimu ni Allah. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Hivi Allah hakuwa hakimu bora kuliko mahakimu wote?
Allah hakuwa jaji bora kuliko majaji wote? Sikilizeni sasa, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, isma'u ayuha al-aba wa ayuha al-ummahat, sikilizeni wazazi wetu, baba zetu, mama zetu, wazazi wetu kwa ujumla. Kaifa hammalakum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam almas'uliyata kull almas'uliyah. Sikilizeni wazazi wetu, namna Allah alivyokubebesheni masulia yote ya watoto wetu. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، katika hadith ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari, hadithi nambari 2409, na ameipokea al-Imam Muslim hadithi nambari 1829, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, hakika yenu nyote wote ni wachunga, na kila mchunga atakuja kuulizwa juu ya kile alichokichunga. Baba zetu, mama zetu, wazazi wetu, tambueni, fahamuni ya kuwa Allah amekupeni dhima kubwa sana ya kutulea sisi, kutusimamia sisi, kutusaidia sisi, kutuongoza katika barabara iliyokuwa nzuri. Kullukum ra'in, hakika yenu nyote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na hakika yenu nyote ni wenye kuulizwa siku ya Kiyama juu ya kile mulichokichunga. Al-imamu ra'in, kiongozi mkuu wa nchi, amiri mkuu wa watu ni mchunga. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, na atakuja kuulizwa siku ya Kiyama juu ya kile alichokichunga. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, na mzazi na baba na mwanaume ni mchunga juu ya familia yake. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, na atakuja kuulizwa siku ya Kiyama juu ya kile alichokichunga. Atakuja kuulizwa siku ya Kiyama juu ya watoto wako. Hal kanu yusallun, watoto wako walikuwa wanaswali au hawaswali? Watoto wako waliwapeleka madrasa, hujawapeleka madrasa? Watoto wako wanajua Qur'an au hawajui Qur'an? Utakuja kuulizwa. Wazazi wengi leo wako bize na dunia. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Mmedanganyika na uwingi wa kutafuta maisha ya dunia. Kila mmoja hamu yake, ghamu yake sasa hivi anatafuta pesa. Mkaghafilika na akhira, mkaghafilika na taa, mkaghafilika na ibada, mkaghafilika na iman. Ghafla tahamaki, mmejikuta mmeshakufa, mmeshaingia kaburini.
kalla sawfa ta'lamun, si hivyo mtakuja kujua ukweli wote kaburini. Thumma kalla sawfa ta'lamun, na si hivyo tena mtakuja kujua ukweli wote siku ya Kiyama. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, si hivyo siku hiyo mtakuja kujua ilmu ya yaqin kabisa. La tarawunna al-jahim, mtauona moto wa jahim live bila ya chenga. Thumma la tarawunnaha aina al-yaqin, kisha mtauona tena moto wa jahim kwa macho ya yaqin. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im, kisha siku hiyo ya Kiyama nyote mtaulizwa juu ya neema mbalimbali alizokupeni Allah jalla fi ulah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, hammala almas'uliyata aljami'a biakmalih, ametubebesha mas'uliya sisi sote, ametubebesha dhima sisi sote. Anasema al-amiru ra'in, kiongozi mkuu wa watu ni mchunga, wa mas'ulun an ra'iyatihi, na siku ya Kiyama atakuja kuulizwa juu ya raia wake, wananchi wake, na juu ya yale aliyoyachunga. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi au ala ahli baitihi, na mzazi na baba na mwanaume ni mchunga juu ya familia yake, na atakuja kuulizwa juu ya kile alichokichunga. Walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke na wife naye ni mchunga, naye ni msimamizi wa nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na atakuja kuulizwa mwanamke juu ya nyumba ya mume wake. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, na mfanyakazi mtumishi naye ni mchunga juu ya mali ya bosi wake. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, na siku ya Kiyama atakuja kuulizwa juu ya kile alichokichunga. Thumma khatama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha mtume akafunga hadithi hii, akakhitimisha hadithi hii biqawlihi, kwa kauli yake, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na nyote mtakuja kuulizwa siku ya Kiyama juu ya kile mulichokichunga. Isma'u ayuha almuslimun, sikilizeni enyi Waislamu, siku ya Kiyama ni siku nzito sana. Allah anasema fadhalika yawma idhin yawmun asir, siku hiyo ya Kiyama ni siku nzito sana. Ala alkafirina ghayru yasir, juu ya makafiri ndio hawatopata uwepesi hata kidogo. يوم القيامة سيسأل حتى الأنبياء والرسل, hata manabii na mitume watapandishwa kotini, kizimbani. Nuh alayhi salam, mtume wa kwanza, Allah atamsimamisha katika mahkama, anamuuliza ya Nuh, hal ballaghta? Nuh, nimekutuma wewe, ulikuwa mtume wa kwanza, kunta awwala rusul, ulikuwa mtume wa kwanza. Hal ballaghta, umefikisha wewe risala yangu?
message zangu. Dini yangu umefundisha wewe Nuh au hujafundisha? Unajua Nuh amekaa miaka mingapi anafundisha watu tauhid? walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama. Hakika tumemtuma Nuh kwa watu wake, ameketi kwao, amekaa kwao, anawafundisha tauhid, anawakataza shirki, anawafundisha mema, anawakataza mabaya. Amekaa miaka 1000 kasoro 50, miaka 950. Nabii Nuh alikuwa ni mwalimu akiwafundisha watu. Allah anamuuliza Nuh, umefikisha wewe? Nuh anasema naam, ballaghtu ya Rabb, nimefikisha ya Rabb. Fayatlubu Allahu minhu ad-dalil. Allah atamwambia Nuh, leta ushahidi, leta dalil kama wewe umefikisha kazi yangu. Subhanallah. Ikiwa Nuh alayhi salam atasimamishwa katika mahkama ya Allah, mimi na wewe itakuwaje? Ikiwa Nuh alayhi salam awwalu rasul, mtume wa kwanza kutumwa katika ulimwengu, Allah atamsimamisha na kumuuliza na kumhoji na kumtaka ushahidi. Toa ushahidi Nuh, kama umefundisha dini yangu. Nani mashahidi wako kama wewe umefundisha na umefikisha? Nuh alayhi salam, madha sayaqulu Nuh alayhi salam? Nuh atasemaje? Atasema ummatu Muhammad ya Rabb, ummatu Muhammad ndio mashahidi wangu. Subhanallah. Nuh kana awwal rasul, Nuh alikuwa mtume wa kwanza. Wa nahnu akhirul umam, na sisi ni umma wa mwisho. Vipi tutamsaidia Nuh? Vipi tutamtolea ushahidi mzuri Nuh? Tutajuaje kama Nuh alifikisha au hakufikisha? Alifundisha watu au hakufundisha? Ummatu Muhammad utaitwa, ya ummata Muhammad, nyinyi ndio mashahidi wa Nuh. Hal ballagha Nuh? Nuh amefikisha? Ummatu Muhammad ajabu sasa. Tutasema naam ya Rabb, laqad ballagh, Nuh amefikisha ya Rabb. Tutaulizwa, mmejuaje nyinyi kama Nuh kafikisha? Yeye alitumwa kwa umma wa kwanza, na nyinyi mlikuwa ni umma wa mwisho, wa mtume wa mwisho. Ummatu Muhammad tutasema ya Rabb, tumesoma katika Qur'an Nuh amefight sana, ameplay part yake. Someni aya, inna arsalna nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Hakika sisi tumemtuma Nuh kwa watu wake, na tukamwambia nenda kawaonye watu wako kabla ya kuwafikia na kuwajia adhabu kali sana. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nuh amewaambia watu wake, enyi watu wangu, mimi kwenu nyinyi ni mwonyaji wa wazi kabisa. Ani'budu Allah, muabudieni Allah peke yake. Wattaquh, namcheni Allah, muogopeni Allah. Wa ati'un, na nitiini mimi mtume wake. Tutasoma suratu Nuh kutoa dalil na ushahidi ya kwamba Nabii Nuh alayhi salam alifikisha risala ya Allah na ujumbe wa Allah kwa watu wake. Allah anasema katika suratul A'raf,
فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Siku ya Kiyama tutawauliza watu wote tuliowatumia mitume, na tutawauliza na hata mitume wenyewe. Sin na jim, sual na jawab, Allah anataka. Sasa wazazi wetu, ayuhal aba, ayuhal ummahat, enyi wazazi wetu, enyi baba zetu, enyi mama zetu, jiandaeni, siku ya Kiyama mtakuja kusimamishwa katika mahakama ya Allah. Watoto wenu mliwafundisha dini au mliwapeleka school tu peke yake? Khairukum man taallama alqur'ana wa 'allamah, mbora wenu ni yule atakayejifundisha Qur'an na akaifundisha. Je, mmewafundisha watoto wenu Qur'an? Hamjui ya kuwa sahibul Qur'an sayashfa liwalidayhi yawm alqiyamah? Hamjui ya kuwa mtoto aliyefundishwa Qur'an, aliyehifadhishwa Qur'an, siku ya Kiyama atakuwa lawyer, atakuwa wakili msomi, atawatetea wazazi wake siku ya Kiyama. Faya ayuha alqari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taji wal-hula. Mzazi pekee siku ya Kiyama atafanyiwa graduation. Allahu akbar! Naam, iko graduation siku ya Kiyama. Mzazi atakayefanyiwa graduation ni mzazi aliyemsomesha mtoto wake Qur'an. Atasimama kotini, atasema, ya Rab, huyu mzee amenifundisha Qur'an. Ya Rab, huyu mama amenifundisha Qur'an. Usiwapeleke jahannam leo. We mpeleke mtoto wako akasome injinia, akasome nini, hatokufaa siku ya Kiyama, na pengine duniani asikufae vile vile. Wazazi wetu, amkeni, mmejisahau sana, wa baba na wa mama. Leo wasichana wa Kiislamu wanapotea, hawavai hijab, wanajirusha katika TikTok, wanajirusha katika Instagram, wanajirusha katika social media. Jana nafanya bahthi ya mada, namuona kijana wa Kiislamu wa hapa kwenu yupo katika TikTok, shavu lake limevimba na kula miraa. Wama adraka ma miraa, anasema hii sitoi mpaka mwaka mpya. Anasema hii nakula mpaka mwaka unaisha, alafu nikifika tarehe 1 nazima, nalala, naamka tarehe 3. Vijana wamedata na wanajizima data. Atalala tarehe 1, ataamka tarehe 3. Unaweza usiamke, ikawa moja kwa moja inna lillah wa inna ilaihi raji'un, na miraa iko kwenye shavu lako, na malakul maut anakuja anachukua roho yako. Wakwapi wazazi wa vijana hawa?
Wakwapi wasichana hawa ambao wanajirekodi katika social media? Hawana haya, hawana aibu. Wababa wakwapi? Wamama wakwapi? Na wamama sasa hivi ndo mtihani mkubwa sana. Wamama wakati wa Mtume Muhammad walikuwa wanalea watoto wao vizuri. Wamama wamefanya kazi kubwa zama zilizopita. Al-Imamu Shafi'i, nani kamlea? Mama yake. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, nani kamlea? Mama yake. Wanawake walikuwa ngangari, walikuwa sawa sawa siku zama zilizopita. Wanawake wa sasa hivi, illa man rahima Allah, isipokuwa wachache ambao Allah amewarahamu, ndio wanawapa watoto wao waende wakapandishe handas, waende wakasage. Na wababa, nikwambieni ukweli, zama hizi wanaume wengi hamuna kauli mbele ya wake zenu. Aya tunataka kuifanya vice versa. Aya inasema nini? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake. Sisi leo umekuwa vice versa. Imekuwa nini? An-nisa'u qawwamatun 'ala ar-rijal, wanawake ndio wako juu, wanaume wako chini. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ayuha al-aba, enyi wazazi, alaykum an tanqidhu awladakum min nari jahannam, inna 'adhabaha kana gharama. Enyi wazazi, waokoeni watoto wenu, kizazi chenu, muokoe na moto wa jahannam, kwa sababu moto wa jahannam ni mkali sana. Qul naru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamun. Qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Waambie moto wa jahannam ni mkali sana lau kama watakuwa wanajua. Wazazi, sikilizeni khitab ya Allah, sikilizeni speech ya Allah. Allah anawasemesha wazazi wetu katika suratu Tahrim. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu na okoeni familia zenu na moto. Waquduha nnasu walhijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghiladhun shidad, wasimamizi walinzi wa moto ni malaika wakali wenye nguvu. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamuasi Allah juu ya yale aliyowaamrisha, na siku zote wanafanya yale yale aliyowaamrisha tu Allah. Wazazi wetu, tunakupendeni sana, tunakutakieni kila la kheri. Tunatamani Allah kupeni umri mrefu wenye kheri na baraka. Tunamwomba Allah kupeni siha na afya njema. Wazazi wetu, amkeni, watoto wanaangamia, kizazi kinaangamia, generation inateketea, na nyinyi mupo. Angalia Moyale hapa, vijana wa Kiislamu, si vijana wote wanafata dini, sio vijana wote wanafata dini.
Jana narudi katika muhadhara, naingia njia ya kuelekea hoteli, vijana wamenisimamisha kwenye gari. Ndugu yangu Faisal Sharif ni shahidi, meshusha kioo wananisalimia, wote wananuka bangi, na wameniambia Kiborana, sijui, samahani shekhe, tumevuta bangi. Sheikh Faisal akanambia, wamekwambia hivi, wamesema neno mimi silijui. Vijana wakipata watu wa kuwashika watakuwa watoto wazuri. Wazazi mko bize na mifugo na ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo, mnatakiwa muwachunge watoto wenu, sio mnachunga wanyama tu. Kama wangelikuwa hawana imani wasingenisimamisha. Sheikh, tunaomba mkono wako. Tukasimama tukashusha kioo, salamu alaikum, karibu Moyale, karibu Moyale. Lakini ukitazama appearance zao zote ni taabanin, bangi tupu, maskini. Baba zao wako wapi? Ni mayatima. Wengine si mayatima, baba wapo, mama wapo. Nabii Nuh alayhi salam, kisa chake kwa ufupi sana. Mnajua alihangaika na mtoto wake. Wazazi, aina antum min Nuh alayhi salam, mko wapi na Nabii Nuh alayhi salam? Nabii Nuh Allah alimpa mtihani, mtoto wake ameasi, mke wake ameasi, amefight, amejitahidi, amefanya da'wa, amemwomba Allah, lakini mtoto wake akaangamia. Kisa cha Nabii Nuh alayhi salam na mtoto wake kama mnavyokijua nyote, katika suratu Hud Allah ameleta maji. Waqila katika suratul Qamar Allah anasemaje? Nuh alayhi salam aliposema rabbi inni maghlubun fantasir fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Allah ameshusha mvua kutoka mbinguni, kisha akatoa maji kutoka ardhini. Dunia yote imekuwa ni maji, ni mafuriko ya maji. Watu wa Nuh wameangamizwa kwa maji. Nuh aliambiwa na Allah, tengeneza jahazi, tengeneza safina, upande wewe na watoto upande wewe na wale waliokufuata. Waliomfuata Nuh alayhi salam ni watu 80 tu. Akatengeneza jahazi, akatengeneza safina. Maji yamekuwa ni mengi sana, yamepanda juu sana. Nuh akapanda kwenye jahazi na wale waislamu wenye iman peke yao. وهي تجري بهم في موج. Allah anasema safina la Nuh ilikuwa ikitembea kwenye mawimbi mazito, kaljibali, mawimbi makubwa kama jabali. Wanada Nuhun ibnah, Nuh akamwita mtoto wake, mwanangu, اركب معنا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. Nuh akamwita mtoto wake, Nuh akamnadi mtoto wake, mwanangu, njoo upande katika safina hii, njoo upande katika jahazi hili. Hadhihi safinatu najah, ukipanda katika safina hii utaokoka leo, hautoangamia. Na mtoto wake akajiweka mbali na baba yake, akajiweka kando. Anamwita mtoto wake, anamwambia ya bunayya irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Mwanangu,
mtoto wangu, njoo upande na sisi katika jahazi hili, usikubali kuwa pamoja na makafiri. Akamjibu baba yake, qala, akamwambia baba yake, saawi ila jabalin yasimuni min alma. Baba, usiwe na wasiwasi, nitapanda juu ya jabali, maji hayatonifikia. Nuh akamwambia, qala la asima alyawma min amri llahi illa man rahim. Mwanangu, leo hatopona mtu, leo hatookoka mtu isipokuwa yule ambaye Allah ameamua kumrahamu. Fahala bainahuma almawju fakana min almughraqin. Mawimbi mazito yakaja yakambeba mtoto wa Nuh na yakabeba majabali yote. Mtoto wa Nuh amekufa katikati ya maji, anaangamia katikati ya maji, na Nuh alayhi salam anaona, anashuhudia. Maskini Nuh akamwomba Allah dua moja, ombi moja. Famadha hadatha wa madha jara. Nuh alimwomba nini Allah? Nuh alipomwita Allah alitaka nini kwa Allah? أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. اسمعوا إلى حزن نوح على ابنه. Sikilizeni huzuni ya Nuh alayhi salam juu ya mtoto wake. Wasma'u ila difa'i Nuhin libnihi 'inda Allah. Sikilizeni Nuh alivyoanza kumtetea na kumwombea mtoto wake mbele ya Allah. Wanada Nuhun rabbah. Nuh akamwita Mola wake mlezi. Alisema nini? Faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq. Akasema Allah, nakuomba, huyo ni mtoto wangu, ni damu yangu, ametoka katika mfuko wangu, ni familia yangu hii. Allah, usimwangamize mtoto wangu. Wa inna wa'daka alhaq, na ahadi yako ni ya kweli kabisa. Wa anta ahkamul hakimin, na wewe ndio hakimu bora kabisa kuliko mahakimu wote. Nuh anaomba excuse kwa Allah. Allah msameh. Allah bado ni ghashim, hajui kitu, ni ujana unamsumbua Allah. Allah, ujana ni maji ya moto. Allah, ujana ni uenda wazimu. Msameh mtoto wangu, ni damu yangu, ametoka katika mgongo wangu, ni familia yangu hii. Allah akamjibu tit for tat, akasema nini? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Allah akasema, wewe Nuh, huyo sio mtoto wako. La ilaha illa Allah. Sio mtoto wako, sio damu yako. Innahu amalun ghayru salih. Huyu amefanya maovu, hakika yake huyu ni matendo mabaya, amefanya matendo mabaya, usimtetee. Ikiwa Nuh alayhi salam ameshindwa kumtetea mtoto wake aliyepinda, aliyechanganyikiwa duniani, anavuta bangi, anakula drugs, anakula miraa, disco dancer, Borana night, Somali night, Gabra night, Oromo night, mwisho Jahannam night. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Ewe Nuh, huyo sio mtoto wako. Innahu amalun ghayru salih. Huyu amefanya matendo mabaya, hajafanya matendo mazuri. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawma alqiyamati yafsilu bainakum
familia zenu hazitowasaidia siku ya Kiyama, watoto wenu hawatokusaidieni siku ya Kiyama. Jitahidini hapa hapa duniani muwatengeneze watoto wenu, muwasimamie watoto wenu, kuweni wakali. Wazee wetu leo ni wacha Mungu. Salatul Jum'a wanaingia msikitini saa 2 asubuhi. Wazee wetu mashallah wana imani, wana dini kuliko sisi watoto wao. Unajua kwa nini? Wazazi wao waliwalea vizuri, wazazi wao walikuwa wakali. Wazazi wa sasa hivi si wakali kwa watoto wao. Wazazi wangapi wanatamani siku ya Kiyama waingie janna na watoto wake wote na waifu wake na familia yake yote? Kila Muislamu ukimuuliza anakuambia anatamani. Allah ajalie hivyo. Allah anasema ndani ya Qur'an, ukitaka watoto wako wakufuate janna, first class na Sayyiduna Muhammad, ufanya nini? والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان, na wale walioamini kisha watoto wao, kizazi chao, familia yao ikawafuata kwa imani. Watoto walioshika barabara ya wazazi wao, wakashika njia ya wazazi wao, wakashika ibada kama wazazi wao, wakashika taa kama wazazi wao, wakashika iman kama wazazi wao, Allah anasema alhaqna bihim dhurriyatahum, siku ya Kiyama tutawajalia wote watakuwa peponi pamoja. Kitu gani kitakachokufanya wewe mzazi watoto wako wawe na wewe siku ya Kiyama katika janna? Ni iman. Walladhina amanu, na wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum, na wale walioamini na familia yao, watoto wao, kizazi chao kikashika njia ile ile ya iman, ya kumcha Allah, ya kumwogopa Allah, na kufuata dini ya Allah, na kufuata kitabu cha Allah, na kufuata sunna za mtume wa Allah, alhaqna bihim dhurriyatahum, tutawajalia na watoto wao kwa pamoja watakuwa katika janna, katika pepo. Kama haikuwa hivyo, siku ya Kiyama itakuwa kila mtu atamkimbia mwenzake. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha. Muhammad, waamrishe watoto wako, familia yako na watu wako kuswali sala 5, na wewe endelea nayo. Nataka nihitimishe khutba yangu kwa mambo makuu mawili. Katika sahihu Muslim, hadithi nambari 1631 min hadithi Abi Hurairah, hadithi Abu Hurairah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min 3, mwana wa Adam akishakufa, akishafariki, amali yake yote imekatika, akaunti yake ya ajr na thawabu Allah ataiblock, haingii tena kitu, isipokuwa akaunti ambayo itaendelea kuwa open. Hata kama ushakufa, ajri zinaingia, thawabu zinaingia, kheri zinaingia, baraka zinaingia. Ni mtu aliyefanya mambo matatu duniani, akaunti yake itaendelea kufanya kazi hata kama amekwisha fariki. Sadaqatin jariyah, mtu aliyetoa sadaqa yenye kuendelea, amejenga msikiti, amejenga maahad, amejenga madrasa ya tahfidhul Qur'an, amejenga dispensary watu wanatibiwa, amejenga wakfu.
sadaqa jariya, ataendelea kula thawabu mpaka siku ya Kiyama. Jambo la pili, au ilmin yuntafa'u bihi, au ametoa au amesaidia au amesomesha watu wakapata ilmu ambayo ina manufaa kwao. Kila ilmu ile inaposambaa, inapoenea, watu wanapata ilmu ile, yeye ataendelea kupata thawabu na ajr, kwa sababu yeye amechangia ilmu ile kupatikana. Jambo la tatu, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema atakayemwombea. Wasma'u ila sharti al-akbari ayuha al-aba wal ummahat, wazazi wetu wa kiume na wa kike, sikilizeni Allah anasemaje. Kama unataka leo ukifa, leo ukifariki, akaunti yako iwe open, unapata thawabu, unapata ajr, unapata khairi, unapata baraka, miongoni mwa mambo ya kufanywa uwe na mtoto. Sharti la kwanza, mtoto, na sio kila mtoto. Salihin, mtoto mwema, mcha Mungu, mtu wa iman, mtu wa ibada, mtu wa taa. Yad'u lahu, anayemwombea kwa Allah. Wazazi, niambieni wangapi leo wanatamani leo akifa watoto wake wao wanamwombea dua, rabbi ighfir li wa liwalidayya? Wangapi wanatamani? Mimi pia ni mzazi na watoto, na mimi natamani hivyo. Kama watamani hivyo, simamia watoto wako vizuri, walee watoto wako, kana watoto wako, wape mawaidha watoto wako, wape nasaha watoto wako, wafundishe dini watoto wako, wafundishe imani watoto wako. Bali Mtume anasema inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna. Mzazi akishafariki kaburini, akaulizwa na Munkar na Nakir, akajibu maswali vizuri, ataambiwa hani'an lak, hongera, wewe leo unaenda janna. Ataambiwa position yako ni hapa, utaketi hapa, hii ndio position yako, uko janna. Siku moja malaika wanakuja, wanamwambia fulan bin fulan, atasema naam, njoo, toka hapa, position yako imepanda, daraja lako limepanda, nafasi yako imepanda, sasa utapelekwa al-Firdaus al-a'la ma'a Muhammad, utaenda kuketi al-Firdaus na Muhammad. Mzazi atauliza bima hadha ya Rab, kwa nini mimi nimekufa na mwaka mzima nakaa hapa, leo unanitoa daraja hili zuri, unanipeleka daraja zuri zaidi, first class, kwa nini ya Rab? Atajibiwa na malaika, bistighfari waladika laka, umeacha mtoto mwema, kila kiswali anasema rabbi ighfir li wa liwalidayya, allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira. Na kuuliza mzazi, mtoto anayekula miraa atakuombea? Mtoto anayekula drugs atakuombea? Mtoto wa club night atakuombea? Mtoto wa night club atakuombea? Mtoto anayependa wasichana mzinifu atakuombea? Mtoto asiyeswali sala tano atakusaidia nini? Bistighfari waladika laka. Nakhitimisha na kauli ya Ibn al-Qayyim, العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تحفة المولود. العلامة ابن القيم anasema katika kitabu cha Tuhfatul Maulud, inna Allah subhanahu wa ta'ala sayas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyamah qabla an yas'ala al-walada an walidihi. Allah subhanahu wa ta'ala atamwita mzazi, atamweka kwenye mahakama yake, atamuuliza kuhusu mtoto wake kabla ya kumwita mtoto kuulizwa juu ya mzazi wake. Wazazi, amkeni,
kati ya wazazi na watoto wa kwanza kuulizwa ni wazazi. Allah atamuita mzazi katika mahakama yake, anamwambia haya, niambie watoto wako umewalea vipi? Watoto wako uliwaamrisha kuswali? Uliwafundisha sala? Uliwapeleka tahfidh wanajua Qur'an? Umewafundisha dini? Wa kwanza kuulizwa ni mzazi. Mzazi ataanza kuulizwa juu ya mtoto wake kabla ya mtoto kuulizwa juu ya mzazi wake. Subhanallah, chukua hii sasa. Mzazi ni wa kwanza kusimamishwa katika mahakama ya Allah, katika koti ya Allah. Ataulizwa juu ya mtoto wake kabla ya mtoto kuletwa katika koti ya Allah kuulizwa juu ya mzazi wake. Wazazi wetu, Allah akulindeni, Allah kuhifadhini, Allah kubarikini, akupeni siha na afya njema. Kuanzia leo nendeni mkakae na watoto wenu na msisahau kuwafanyia dua. Duaul walidi liwaladihi mustajabun, dua ya mzazi Allah anapokea. Waombeeni watoto wenu Allah awaongoze. Pambaneni na watoto wenu, wapeni nasaha, wakatazeni mabaya, waamrisheni mema, watakufaini duniani na akhera. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اهد لنا أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم واهد شبابنا، اللهم واهد شاباتنا، اللهم واهد بناتنا، اللهم واهد نساءنا، اللهم واهد آباءنا، اللهم واهد أمهاتنا، اللهم اهدنا جميعا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، وردنا إلى السنة ردا جميلا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كما جمعتنا في مسجد الجامع هنا في مويالي، اجمعنا غدا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مع آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.